Hizi ni update za mahakamani na mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Kushoto kwangu ni kijana Moses Lelunge Laizer ambaye leo hii alikuja mahakamani ukiwa ni mwendelezo wa kudai haki. Ndani ya miaka mitatu anasumbuka kwenye corridor za mahakama kupambania kile anachokiamini kwamba ni haki yake. Simulizi yake inaanzia kwenye picha aliyopigwa na mgeni kwa sababu anajishughulisha na masuala ya utalii katika hifadhi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Alipigwa picha miaka ya nyuma huko, miaka mitatu na zaidi. Baada ya ile picha kupigwa hakuelezwa matumizi ya picha ile. Ni mzungu tu alisema nakaa hapa naomba nikupige picha. Baada ya kukaa na kupiga picha ile akashangaa kuikuta kwenye mabango ya matangazo ya barabarani na kwenye vipeperushi mbalimbali katika nchi ya Tanzania na katika nchi ya Kenya. Akaleta shauri hilo katika mahakama za Tanzania na kuhungurumisha huko shauri hilo, ambapo lilisikilizwa katika mahakama ya wilaya huko, pamoja na kuleta uthibitisho na ushahidi ulionyesha kwamba aliyepigwa picha ni yeye na wale waliotumia wakakiri kwamba kweli ni yeye, lakini majina yanayosomeka kwenye mkataba aliouzia picha ni ya mtu mwingine, hivyo akaonekana kama hana haki. Hivi akaona akate rufaa kwenda kwenye mahakama kuu. Leo hii hukumu ya mahakama kuu imetoka na hapa anatujiuza kile ambacho kimetoka, lakini anaweza kwamba hajaridhika, ataenda kwenye mahakama ya rufani ambayo ni mahakama ya mwisho kabisa. Majaji watatu wanaketi na kuamua, je, haki ipo upande gani? Tunazungumza na Moses kutokea katika viunga hivi vya mahakama kuu masijara ya Arusha, huku mawakili wake wawili ambao waliwapa kazi ya kumsimamia katika shauri hili wakiwa hawapo katika siku hii muhimu zaidi ya kupokea majibu ya hukumu kutoka kwa jaji aliyekuwa anasikiliza shauri hili, Mheshimiwa Jaji Masati. Kwa majina naitwa Moses Lelunge Laizer, ni mzaliwa Ngorongoro. Leo hii tarehe 16 mwezi wa 5 niko mahakama kuu kwa ajili ya kesi yangu ambayo nimeleta mara ya kwanza mahakama ya wilaya, ambayo ilitolewa hukumu na Mheshimiwa Aisha Ndosi, na walininyima haki yangu, wakawapa upande wa pili ambao ni Outex, ambao walitumia picha zangu bila idhini yangu kufanyia biashara ya matangazo, wanayouza tairi pamoja na vifaa vyao zingine, ambazo picha zangu zilionekana kwenye mabango ya hapa Tanzania na brochures, na kuna mabango yalionekana Kenya, na zote nimeleta mahakamani kama ushahidi. Lakini baada ya hapo nikakata rufaa kwenda mahakama kuu na ikaendelea kesi. Leo hii tumesomewa hukumu na walipewa tena upande wa pili ushindi, kwa sababu wanasema kwamba kuna mkataba ilioletwa na Adobe, ambayo Outex walinunua picha yangu kwa Adobe, ambayo ililetwa mkataba ambao majina sio za kwangu, ambayo iliandikwa Olopiro na mimi naitwa Moses Lelunge Laizer, lakini waliweka namba yangu kwenye hiyo mkataba ambao alileta, na namba yangu imesajiliwa kwa jina la Moses Lelunge Laizer, sio Olopiro. Lakini vitambulisho vyangu vyote, international passport, NIDA, driving license na vitambulisho vyote ya kura, zote zimeandikwa Moses Lelunge Laizer. Kwa hivyo imeamuliwa kesi leo hii na Mheshimiwa Masati mahakama kuu, na alifuata zile hukumu iliyotoka mahakama ya chini kwamba mkataba ilioletwa na upande wa pili walitaka kwamba mimi nilete ushahidi kwamba hiyo mkataba ambayo ililetwa na Outex Express, ambao walisema kwamba waliuziwa picha na Adobe. Sasa kwenye ushahidi wangu nimekataa kwamba sijui hiyo mkataba, nilikuja kuonewa hapa mahakamani ilipoletwa na Outex Express. Na kwa mantiki hiyo sasa wao ndio wanatakiwa walete ushahidi upande wa pili ambao walinunua picha kutoka kwao. Mimi siuziki na sijui na siwezi kuitambua hiyo mkataba, na nimekataa kwamba sina mkataba yoyote na Adobe. Na kwa leo hii ninakata tena rufaa kwenda mahakama ya rufani kuidai haki yangu, kwa sababu ni haki yangu
wametumia picha yangu bila idhini yangu. Na kama walikuwa na haki na hizo picha, baada ya toa kuwaleta mahakamani, remove picha zote kwenye mabango Kenya, Tanzania na kupoteza zile brochures. Lakini bahati tu nzuri nimeenda nimepiga picha kwa hizo mabango na hizo brochure zote nimeweza kuchukua. Kwa hivyo kama walikuwa na haki yao na ni haki yao, kwa nini wametoa kwenye mabango? Kwa hiyo napambania kitu ambacho najua ni haki yangu na lazima nifuatilie mpaka mahakama ya rufani ili waweze kunipatia haki yangu. Sijui kilichotendeka kwa sababu mahakama wameamua maamuzi yao, mimi sijui, lakini ninachokidai ni haki yangu na lazima nifuate mpaka nani za mwisho, mahakama ya mwisho ya rufani, ili waweze pia kunipatia haki yangu. Lakini kidogo leo hii mawakili wangu hawajaja mahakamani, hawajaonekana mahakamani, na sijui kwa nini hawajaonekana, kwa sababu nimewalipa na natakiwa wawepo mahakamani wasikilize ile hukumu. Kwa hivyo ninachotaka kusema tu kwamba hii kesi imenisumbua sana na pengine naonewa kwa sababu sijui sheria. Kwa hiyo natamani kuomba msaada ya kisheria mahali popote pale ambayo inapatikana, kwa sababu hii kesi imenikula hela sana, imenikula muda, lakini ni haki yangu kwa sababu mtu ametumia picha zangu bila idhini yangu. Kwa hivyo naomba wanasheria TLS na Mama Samia Legal Aid waweze pia kunisaidia, kwa sababu nimeona wakisaidia watu wengi. Siwezi kusema mimi ni mnyonge kwa sababu niko hai na Mungu ambaye ameniweka duniani iko hai. Kwa hivyo kwamba tu kiuchumi nimeimba kwa ajili ya hii kesi imenikula sana na imenipotezea muda na nyang'anywa haki yangu, napokonywa haki yangu. Kwa hiyo hii issue ya mkataba ndio angetakiwa wao walete mahakamani, sio mimi, kwa sababu nimewakuta wao wakiwa wanatumia picha zangu na hiyo mkataba nimekuja kuionea hapa mahakamani. Kwa hivyo mimi ndio naweza kueleza hivyo. Kwa hiyo imekuja tena hivyo, lakini sitatulia, naendelea kwenda koti ya juu zaidi na nitafute haki yangu huko. Kwa hivyo ndio maana naomba hata msaada wa kisheria kwa rais wa wanasheria TLS Mheshimiwa Mabugusi, ili aweze kunisaidia kunipatia wanasheria, kwa sababu nimeteswa sana saa nyingine na wanasheria wanapotea hivyo. Kama leo mimi nimekuja mahakamani na hakuna wanasheria, sijui hata kinachoongelewa kwa sababu lugha za sheria sijui. Na mawakili wangu hawaonekani, wengine nikawapigia simu hawapokei. Lakini pia nasikitika kwamba siku wa kesi, hata kama wao hapo wangetafuta hata mawakili mwingine wa kumsaidia ili wanifafanulie zaidi kinachoendelea ni nini. Figa ambayo nimedai ni $250,000 ikiwepo interest ya 21% kuanzia kesi ilipoanza mpaka itakapoishilia, ambayo hiyo inadaiwa kwa mwezi, na nani zote za gharama za mawakili pamoja na muda wangu. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo nimedai mahakamani. Anataka kukusaidia na kupata. Anayetaka kunisaidia kwa namba yangu ni 0745015555. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.